Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limefanya mashambulizi na kuziharibu ndege 5 za kujaza mafuta huko katika taifa la Saudi Arabia. Ndege 5 za jeshi la wanahewa la Marekani zilizojaa mafuta zimeharibiwa katika shambulio la makombora la Iran katika kambi ya anga huko Saudi Arabia. Ndege hizo za wanahewa wakati zikiwa zimejazwa mafuta kwa ajili ya kusaidia mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zimekutana na shambulizi zito kutoka Iran katika kambi ya wanahewa ya Prince Sultan nchini Saudi Arabia. Hata hivyo, imeripotiwa hakuna vifo vilivyotokea, lakini ndege hizo zinaendelea kufanyiwa matengenezo na zimeharibiwa vibaya. Ndege hizo ambazo zilipigwa wakati wa shambulizi la makombora la Iran kwenye kambi ya Saudia zimeharibiwa, lakini zinafanyiwa ukarabati. Shirika la habari la Wall Street Journal limesema na kuongeza kuwa hakuna mtu aliyepoteza maisha katika shambulizi hilo. Kwa mujibu wa ripoti ya Wall Street Journal, sasisho hili la hivi majuzi linaonyesha kuwa angalau ndege 7 za kujaza mafuta za jeshi la Marekani zimeharibiwa tangu kuanza kwa vita huko katika Mashariki ya Kati. Idadi hii inafuatia tukio la Alhamisi ambapo ndege 2 za KC-135 za kujaza mafuta ziligongana na kusababisha ndege moja kuanguka chini. Wafanyakazi wote 6 waliokuwemo kwenye ndege hiyo iliyoanguka waliuawa kama ilivyothibitishwa na Pentagon jana Ijumaa. Mgongano huu ulitokea karibu na Turaibil, kando ya mpaka wa Iraq na Jordan, kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la CBS News likinukuu chanzo cha kijasusi cha Iraq. Ndege ya pili ya KC-135 ilikuwa imetangaza hali ya dharura na iliweza kutua kwa usalama nchini Israel baada ya tukio hilo. Islamic Resistance nchini Iraq iliyodai kufanya shambulizi hilo. Baada ya ajali hiyo, kundi hilo ambalo ni kundi mwamvuli la makundi yenye silaha linaloungwa mkono na Iran lilidai kuhusika kuiangusha ndege hiyo ya kijeshi ya Marekani. Kundi hilo lilisema lilidungua ndege hiyo ya KC-135 ili kutetea uhuru wa anga ya taifa lao. Hali katika Mashariki ya Kati bado ni mbaya. Iran inaendesha mashambulizi katika mataifa ya Ghuba ambayo yana ushirika zaidi na Marekani. Zaidi ya hayo, wiki iliyopita walinzi wa anga wa Kuwait waliangusha kimakosa ndege 3 za kivita za Marekani za F-15 wakati wa mapigano makali, na tukio ambalo kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilielezea kuwa moto wa kirafiki. Wafanyakazi wote 6 waliotolewa kwenye ndege hiyo walikuwa salama, walipatikana katika hali nzuri. Yote hayo ni kutokana na kiwewe cha mashambulizi ya Iran katika eneo la Mashariki ya Kati. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Utaweza kujua mengi. Endelea kuwa nasi wakati wote. Mimi ni Adam Hussein.